Bwana Yesu asifiwe sana. Wapendwa, katika jina la Yesu Kristo, siku ya leo nawakaribisha tena katika programu yetu ya Spiritual Revolution Mission, utume wa mapinduzi ya kiroho, kwa ajili ya kuwa na tafakari ya neno la Mungu, ambalo hilo neno la Mungu kimsingi naweza nikaliita kama ni injili seminar. Kwa maana nipende nisipende, linanilazimu kwamba niruhusu tu liweze kujumuisha vitu vingi, mawazo mbalimbali, pointi mbalimbali ambazo ikiwezekana, kabla tuja kwenda katika tafakari hiyo, tayarisha hata kipande kidogo cha karatasi na kalamu yako, kwa maana inawezekana ukapenda kwenda unachukua baadhi ya nukuu ambazo zitakusaidia katika mwongozo wa kukuelekeza kuelewa maana na dhamira nzima ya neno la Mungu la leo. Neno la Mungu la leo ndiyo nitakufurahisha, kwa sababu linakwenda kutufundisha tupate ufahamu husika kutokana na kile tunachoenda kujadili. Lakini kwa kweli linaumiza, kwa sababu tunakwenda kutafakari jinsi ambavyo dunia hii na mambo yake kama yote yanakwenda kinyume kabisa na jinsi ambavyo ingepaswa, na badala yake, licha kuwa yanakwenda kinyume, kugeuka kutaka kuwa kama vile ndiyo sahihi, hali ya kuwa siyo sahihi. Kwa hiyo inaumiza. Sasa ninapenda tafakari yetu hii tutaianza na dhana nzima ya swala la haja ya toba. Tutakwenda kuanza neno la Mungu la leo tukitazama jinsi ambavyo neno la Mungu linatuitia sana kuhusu toba. Tutaongea kwa kifupi kuhusiana na swala hilo, halafu kwenda kutazama jinsi gani dunia hii inavyokwenda kinyume. Ukipenda somo la leo utaweza kuliita kinyume cha dunia hii, kinyume cha hali halisi ya maisha ya ukiroho na maisha ya watu wa Mungu walioumbwa na Mungu kwa makusudi mazuri. Lakini matokeo yake, mienendo ya watu hao inamuumiza Mungu, kwa sababu alichotarajia kukivuna baada ya kupanda kwake mbegu, yeye mpanzi mwema Mungu anavuna kitu tofauti kabisa, hali ambayo inamuumiza. Kwa hiyo utaona haja sana kabisa ya kubadilika, ili kusudi usiwe miongoni mwa watu wa kumuumiza, kwa sababu yeye ni mwema na anatupenda sisi sote. Tuombe. Mtakatifu Baba wa mbinguni, Mungu muumba wa mbingu na nchi, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, wewe Yehova Yire, wewe Elohim Yahweh, wewe Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, ambalo ndilo jina lako milele. Mimi pamoja na msikilizaji wako huyu tunapiga magoti mbele zako kwa unyenyekevu, tunakusihi Baba, katika jina la Yesu Kristo hai, uwe pamoja nasi katika kusikiza tafakari ya neno lako hili, ukalipake upako mtakatifu kutoka mbinguni, katika mamlaka zako, katika ofisi zako,
katika jina la Yesu Kristo, ukalivuvie, ukaliwekea ulinzi, ukaliwekea usalama, ukaliwekea nguvu ya wokovu. Kila atakayelisikia akaguswe, akaweza kujirekebisha katika mapungufu yake. Jehova, uliomba mbingu na dunia kwa makusudi mazuri. Mungu mtakatifu, ukatuweka sisi wanadamu humo kama mbegu, ili kusudi Baba ize ikuzalie matunda mema. Lakini kinyume chake, angalia Baba mtakatifu, jinsi ninavyoumiza Baba, katika jina la Yesu Kristo hai. Ulituweka hapa kwa makusudi mazuri, lakini Baba sisi tunakwenda kinyume na mapenzi yako, tunakuumiza kila siku. Mungu, toka mwanzo ulituumba kwa makusudi mazuri Baba mtakatifu, ili tukuabudu, tukutukuze, tukupendeze, ili kusudi hata ukiwa umeketi mbinguni Baba ukitazama unafurahi. Lakini Baba baadaye tukakukwaza, tukakuumiza, still bado ukaona haja ya kuendelea kudumisha upendo wako nasi, ukamtuma mwana wako Yesu Kristo kuja kutufia atuokoe. Ambapo alipokuja ilimaanisha ni nuru imekuja kuangaza kati yetu, ili kusudi giza likaondoke. Hata hivyo Baba mtakatifu, angalia tumerudia tena kukuudhi. Mungu mwema, inaumiza, nina uhakika inaumiza. Sasa sijui utamtuma nani tena kuja kurudisha hiyo nuru ambayo ulileta, lakini bado hata hivyo inaangaza, lakini bado watu wanathubutu kuendelea kurudisha giza. Jehova mtakatifu, Baba huruma, hata hivyo nakusihi huruma zako zibaki kwa pale pale Baba. Utajua ni nini utafanya ili kusudi ukaturudishe katika mstari wako. Sisi watu wako Baba, tu wapumbavu, tu wajinga. Angalia Baba, tuchukizo mbele zako, lakini wewe siku zote ni mema kwetu. Baba, makusudi yangu Baba ni kukusihi Baba, unikubalie hili neno likafanyike kuwa chachu takatifu ya kuweza kuwarudisha watu katika zizi, katika kundi lako, katika mwelekeo ule unaupenda. Katika jina la Yesu Kristo hai, ili katende kazi pote ulimwenguni, ili kusudi likakurejeshe watu kwako katika ile hali ambayo ulikusudia, ile hali ambayo unaipenda, ile hali ambayo inakubariki. Tukache kuendelea kutembea katika njia za kukuchukiza, tukache kuyapenda maovu na kuyachukia mema. Katika jina la Yesu Kristo, huruma zako zikawepo. Kwa uwezo wako na nguvu Baba mtakatifu, ukalivuvie neno hili likapenye ndani ya mioyo ya watu, likavunje mioyo migumu ya kipinga Kristo, ya kishetani, ya kipepo, ya kijini, ya kichawi, likaharibu mioyo ya kiburi na dharau, likarete mioyo ya kupondeka. Watu wakawe wepesi wa kupokea neno la kutakatifu na kulisikia na kulipenda na kulitii, katika jina la Yesu Kristo ali hai. Amina. Haleluya. Tena twende katika neno la Mungu tukajadili mambo muhimu. Inaumiza, lakini sasa inakuwaje? Mungu yupo, Mungu anaona, Mungu anaumia, lakini Mungu hajashindwa. Hata kama angaliamua kunyamaza kimya na kuacha mambo yakae jinsi yalivyo, basi inamaanisha kwamba anaweza kuwa amesema kwamba sasa acha. Maana nilimuumba kwa mara ya kwanza kwa makusudi mazuri, nikamweka duniani ili aniabudu, anipendeze, anitii, afuate maagizo yake, mimi muumba wake, mimi mfinyanzi wake. Lakini baadaye akaniudhi, na sasa nikatuma mwana wangu mpendwa Yesu Kristo, ambaye alishuka akiwa ni mimi mwenyewe ndiye nimeshuka katika jinsi ya mwili. Nikakubali kudharirika, nikapandishwa msalabani, nikadharauliwa, nikapigwa, nikateswa, nikauawa. Hawakujua kwamba nilikuwa ni Mungu mimi niliyewekwa katika msalaba kwa ajili ya kurudi kuwaokoa, kuwarudisha katika hali ile nzuri niliyokusudia toka mwanzo. Lakini sasa angalia, wamerudia. Sasa acha kila mtu aishi anavyotaka, halafu na ngoja finally, halafu ndipo nitawaonyesha kwamba mimi ni Mungu na hapana mwingine. Inaumiza, lakini Mungu natamani sio hivyo. Wewe si mwepesi wa hasira, wewe ni mwingi wa huruma, wewe ni mwingi wa fadhili, wewe hauchoki kusamehe. Baba mtakatifu, nakusihi kwa neno lako hili linalokwenda katika discussion muda huu, ukarudi kuifanyia urejesho na kuifanyia revival mioyo ya watu iliyopotoka, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Narudi tena kukusihi. Amina. Sasa acha twende tukasome kitabu cha Marko mtakatifu. Twende tusome katika Marko mtakatifu. Mstari huu nimeuandaa, ni sura ya kwanza na mstari wa 15. Halafu twende
twende tusonge mbele katika mjadala. Haleluya. Tuangalie Marko Mtakatifu sura ya kwanza mstari huo wa 15. Fungua pamoja nami. Mimi nimeshafungua, lakini fungua na wewe. Kama una spidi sitakungoja, lakini mimi nitakwenda mbele. Neno la Mungu linasema katika aya hiyo ya 15, wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia. Tubuni na kuiamini Injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu linatuitia kutubu na kuiamini Injili. Tuepuke hiyo dhana niliyoizungumza kwamba itabeba neno la leo kama kinyume cha dunia hii, kinyume kuhusu ukweli wa neno takatifu la Mungu, mambo yanayoumiza sana. Dunia imekaa kinyume. Hata dhana zima ya toba imeharibiwa, inachezewa, inafanyiwa mzaha. Watu wamegeuza kama kitu kinachoitwa toba ni jambo la mazoea, ni jambo ambalo ni ngonjera, ni jambo kama la maigizo la kufanya kila siku. Hata hofu ya Mungu imepungua. Kwa maana kutubu tafsiri yake ni kujutia dhambi zako na kuacha na kutamani kabisa kutorudia tena kamwe. Lakini watu wanatubu Jumatatu na Jumanne na Jumatano na Alhamisi na Ijumaa na Jumamosi na Jumapili na kesho kutwa na wiki ijayo. Kila siku hofu ya Mungu haipo. Kila siku ni toba, ili mradi wanajua Mungu si mwepesi wa hasira, na kesho nikitubu atanisamehe. Nikitenda dhambi saa moja na dakika 1 nikitubu Mungu atanisamehe. Hiyo ni hatari. Wapendwa katika Bwana, acha tuangalie jinsi ambavyo dunia inakwenda kinyume. Kwa kawaida kama jinsi ambavyo neno la Mungu katika kitabu cha Yohana sura ya 1 na mstari wa 23 na hata katika Isaya ya 40 na mstari wa 3, neno linapotuambia kwamba itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Ni angalizo kubwa na la muhimu sana ambalo kila mtu ana wajibu wa kulifanya, na asiyelifanya maana yake tafsiri yake ni kwamba yeye anamaanisha kwamba haiogopi hukumu ya Mungu. Kwa maana unapoambiwa kuitengeneza njia ya Bwana na kuyanyosha mapito yake, inamaanisha kwamba anakuja, anakaribia. Hilo neno la Mungu, hiyo aya ni very supportive, inaungana mkono sana na habari ya tubuni, kwa maana ufalme Mungu umekaribia. Hizo ni aya ambazo ni rafiki, ni aya mapacha sana. Kwa hiyo usipotengeneza njia, manake unamnyima mahali pa kupita. Na ukimnyima mahali pa kupita, manake ni kwamba hana jinsi ya kukufikia ili akusaidie. Ajapo kama wewe utakuwa hujatengeneza njia hiyo na kuyanyosha mapito yake, maana yake
wewe hauhitaji neema yake, na baada yake ni kwamba unaipenda hukumu yake. Kwa hiyo umejithibitisha kwamba umengoja tu uhukumiwe naye. Kwa hiyo unakuwa katika hatari. Sasa itengeneze njia ya Bwana na uyanyoshe mapito yake. Na kutengeneza njia ya Bwana na kuyanyosha mapito yake si kwenda kutengeneza barabara ya rami kama ninavyopenda kusema, au barabara ya vumbi, au kutengeneza sio kama ni zile airways, au kama sio pipeways za ardhini. Ni moyo wako, ni moyo wako ndiko huko kutubu na kuacha dhambi na kubadilisha maisha yako na kuwa na bidii za kumpendeza, ili kusudi anapokuja akukute uko sawa, akukute wewe hauendi kinyume nyume, unasonga mbele katika bidii za kumtafuta, apendezwe nawe, akufanye kuwa moja wa wateule, akufanye kuwa moja wa warithi wa ufalme wake, yeye Mungu, katika jina la Yesu. Sema amen. Tunakwenda katika discussion ya neno la Mungu, kuona ni jinsi gani dunia inakwenda kinyume nyume. Bado hatujaliongea vizuri hilo, lakini hint, brief description, ufafanuzi mdogo kuhusu ni jinsi gani dunia ya leo, kanisa la leo, watu wa leo wanakwenda kinyume nyume. Ni kwamba yale yaliyo mazuri dunia na watu vimeyafanya kuwa ndio mabaya, yale yaliyo mabaya vimeyafanya kuwa ndio mazuri. Leo hii wewe mtu ukiwa mwema, mara nyingi walio wengi watakuona mbaya, watakufanya mbaya, watakuita mbaya. Na mara nyingi wale walio wabaya katika dunia hii wamekuwa wakionekana kuwa ndio wazuri kwa sababu mbalimbali. Watu wengi wameupenda uovu kuliko wema, watu wengi wamependa mabaya kuliko mazuri. Kwa hiyo kama wengi wamependa mabaya, wewe mmoja katikati yao ukiwa unapenda mazuri, lazima watakuona mbaya. Ninaeleweka? Acha tuende katika mifano halisi ya dunia kabla hatujakwenda katika maandiko ya kuyathibitisha hayo. Fikiria katika mashirika mengi ya kiuchumi, ya kijamii, katika makampuni mengi ya kibiashara, katika serikali, tuingie hata mpaka ndani ya kanisa. Ni hatari. Watu ambao wana misimamo mizuri ya kumpendeza Mungu inayostahili, utakuta wanachukiwa, na wakati mwingine wanatengwa, na wasipokuwa makini wanadhuriwa, yani hata kuuawa. Na huko kutengwa nimeko kuongea, sio kule kutengwa ambako huwa wanatangaza wachungaji kwamba fulani bini fulani tumemtenga hapa kanisani kwa sababu ya hili na hili na hili, ana makosa haya. Hapana, wanatengwa kwa namna ya kutopendwa na lile kundi kubwa la wale ambao wanakutanisha wote wanapenda mienendo na tabia mbaya zisizompendeza Mungu. Iko hivi, tuchukule mfano ni kanisa lina wachungaji, tumwache askofu, maana askofu anakuwa ni mtu mkubwa juu yao, ambaye hata katika mabaya ambayo wanayatenda kanisani wanaweza wasipende ayejue. Lakini wale wengine vingunge, wale mabosi wengine, mapasta wakubwa na wadogo maofisini humo, sawa. Iwapo hilo kanisa linavyo vyanzo fulani vya kimapato, halafu wakawa na kijiroho cha kupenda kudokoa maslahi ya kanisa kwa kujinufaisha, kuibaiba, kama wakina Anania na wakina Safira, kuchukua sehemu,
mfano kama huo. Labda kanisa lina miradi, hata sadaka tu nazo huwa hata kama sadaka huwa kuna namna ambavyo pia zinatumika kwa ajili ya kuhudumia wachungaji, zina namna yake ambavyo inatakiwa, lakini sasa zinaweza kuwa sadaka wakataka wazitumie jinsi isivyo, ambayo ni namna ya wizi. Sasa ajitokeze mmoja au wawili katika hao, sijui ni 10 au 20 au 30, ambao hawakubaliani na mwenendo huo. Nisikilizie kinachoendelea pale. Watachukiwa hao watu. Wanaweza hata kusemewa mabaya kwa kiongozi mkuu ili wafukuzwe, na ikiwezekana watafukuzwa, na wakiangalia vibaya watalishwa, watasumu, watapoteza maisha. Nadanganya? Kinyume. Wale wengi wanaokutanisha kwamba tukiiba ni sahihi, kwa maana mchungaji anakula kondoo, mkulima anakula shambani. Hoja zinajengwa pointi, vijirojiki, misemo, methali, bora tu kupalilia uovu, kujiweka safe. Do you see? Kinyume, yule mmoja au wale wawili waliochukiwa, wakakataliwa, mpaka hata wakasimama mabaya, au mpaka wakafukuzwa, au mpaka wakauawa, vyovyote vile wamekuwa wabaya wakati ndio wazuri. Ndivyo dunia ilivyo. Nenda kule kwenye makampuni, kwenye mabenki na wapi, awe mhasibu, awe meneja, awe nani, viongozi wengine wenzake katika benki, waone kwamba upo uwezekano kabisa tunaweza tukafanya forgery fulani, tukadesign dokumenti ionekane hizi bilioni 2, 3, 4, 5 au hizi trilioni 5, 6, 7 zilifanya hili na hili na hili na hili, halafu tuchukue, tugawane. Ndio maisha. Halafu wewe unayesali, unayempenda Mungu, ambaye neno la Mungu limekujaa ndani, limekufafanulikia, umelielewa, unajua hatari ya wizi, unajua hatari ya kutokuwa mwaminifu, unajua hatari inayowakabili watenda dhambi, unakataa, unasema sitaki tena, unajaribu na kuwashauri, na neno la Mungu unawapekulia, unawaambia someni hapa, Yesu Kristo hapendi hili, watu wa Mungu. Tena unacheka nao. Saa nyingine unakwambia kweli, lakini asante kwa kweli, tulikuwa tunajaribika kweli, tulikuwa tunataka kupotoka, kumbe uongo, hata hawajapenda, ili wewe usijue kwamba hawajapenda, wanaziua. Wewe ukiwa haupo, wanakula mgongo. Si unajua kula mgongo? Wanarudisha kikao kile kile wewe ukiwa haumo. Mnaona ile jambo tuliongea, lakini siku yule mbweha yule mshamba yule, akatuleteza kuleta. Hivi kweli mnaona tuache kweli? Tuache kivipi? Achana na jinga lile. Umeona? Watakatifu katika ulimwengu wanaitwa majinga. Washamba. Umeona? Kinyume. Mijizi inapendana, mirevi inapendana, mimaraya inapendana, mijambazi inapendana, mifrimasoni inapendana, ile miagenti ya shetani, michawi sijui mijitu gani inapendana, mapepo, majini, majinamizi, vyote vinapendana. Watenda dhambi wanaitana wazuri, wanaitana mazungu. Yule ni zungu bana, yule mshikaji yuko vizuri yule, kwa sababu wakikutana anawapiga ofa, anawanunulia makreti, wanarewa, wanaenda wanajikojorea nyumbani, wanaenda kupigana mieleka nyumbani, zinawachochea na umaraya. Kama walikuwa ni maraya 50%, pressure ya umaraya inapanda na kuna mpaka 90 mpaka 100, wanakuwa tenda dhambi vizuri. Wakikutana barabara, asante sana bwana, jana ulinisupport bwana. Unaona?
Ila wewe ukitaka kutoa support ya neno la Mungu, kwamba unamwambia mtu maneno ya Mungu kwamba wewe katika Petro sura ya kwanza mstari ule wa 7 imekataa hilo. Jirinde sana usimchukize Mungu. Yesu anakupenda. Nitapasoma. Mkiachana anabaka naondoka. Pumbavu sana hili. Ninafikiri mimi neno la Mungu kwangu ni msaada kwangu nini? Ananiambia Petro sura ya kwanza mstari wa 7. Ili nifanye nikaire. Chinga sana hilo. Akikutana na wenzake ambao wanakaa pamoja katika shauri lisilo la wasio haki, kama ambavyo Zaburi sura ya kwanza mstari wa kwanza na mstari wa 2 naongea kwamba heri mtu yule asiyeketi katika shauri la wasio haki. Lakini akikutana na hao watu ambao wanapokutana katika magenge wanajadili upumbavu na ujinga, ni furaha yote. Ndi furaha yote. Yaani hatamani hata waachane. Anataka wapige story mpaka kuche. Bwana. Ulikaonaje kale kadem bwana? Kako vizuri bwana. Kale bwana, kale nitahakikisha mpaka nimekapata. Usijali. Mimi nitakuunganishia. Kwani unakafahamu vizuri? Kale mimi sinafahamu hata mali kanapoishi. Kwanza kale tunasali pamoja. Nitakuunganishia, sitaji hata malipo. Watakuwa mabest. Acha. Watapendana, watatembeleana, watanunuliana soda, majuisi, nyama, chipsi. Kwa maana wao kwa wao wanaonana ni wema. Huyu bwana ni mwema kwangu, ananipenda sana. Ananithamini. Anayekuelekeza katika shimo unamwona rafiki, lakini yule ambaye ni mwema unamwona adui. Kama mimi hapa saizi tayari nimeona mtu yuko anasema ili nalo linaongea nini? Sina hata muda wa kupoteza kusikiliza haya. Si bora niingie Facebook niende nikaangalie pornography bwana? Nikacheki zile posti za wale wadada wanakatakata viuno kule kwenye Facebook, wamevaa nusu uchi. Si nitafurahi? Sasa huyu ananiambia ujinga gani? Marko sura ya kwanza. Ili ndio mfano halisi huo. Tayari kuna mtu ameskip hapa. Ameenda akaangalia zile TikTok kule. TikTok sasa hivi ni tamu kuliko Biblia. Kinyume. Contrariousness. Reversal. Of the truth of the word of God. Reversal of the will of God. Kinyume kabisa cha mapenzi ya Mungu, ambao ndio huo unaitwa upinga Kristo. Kwa maana kama mtu uko kinyume na neno la Mungu ambalo ndilo neno la Kristo, wewe manaki ni mpinga Kristo. Nusu shetani maybe. Kwa maana ukiwa shetani haitatokea hata siku moja utubu uweze kurudi katika njia ya Bwana. Unaupenda ushetani, lakini wewe sio shetani of course. Flee from that behavior. Kimbia. Toka huko katika jina la Yesu Kristo. Twende tukaangalia maneno ya Mungu. Jinsi ambavyo dunia iko kinyume. Yaani dunia hii ni kama gari. Imebeba wasafiri waliomo ndio sisi, mimi na wewe. Lakini sasa gari badala ya kusonga mbele, ambayo ndio safari ya kufika, gari inarudi nyuma. Sasa tutafika lini? Si mafuta yataisha bure? Dereva anachoka bure? Kwa nini tunamchosha dereva? Paka gari lita expire. Gari safari haijafika. Inakukusudia. Inaumiza. Ni Mungu tu atuhurumie. Sijui Mungu atafanya nini tena. Kwa maana mara ya kwanza alipoumba mbingu na dunia kwa makusudi mazuri ili tumpendeze na kumwabudu, lakini tukaenda kinyume. Lakini bado akaona huruma, akamtuma mwana wake Yesu Kristo akaja atuokoe ili kusudi kuturekebisha turudi katika mstari. Lakini sasa tumerudi hali sasa. Sasa atarudi tena kwa staili gani tena kurudi kutuokoa? Mimi nahisi ataacha tu injili hizi zihubiriwe.
Ni kama hatarudia tena kusema eti si amekuja, eti sasa alimtuma Yesu Kristo. Sasa sasa hivi atamtuma nani? Atamtuma Yefta aje tena kufa msalabani au? Mimi sijui wala sidhani. Mimi nahisi ile ilikuwa ni mara ya mwisho. Vya kusema kwamba sasa mara nyingine atamtuma Yefta ndio aje akafe msalabani, sijui kama itatokea. Au atakuja mtume nani? Atamtuma nani? Atakutuma wewe, labda atakuibua wewe uje. Wewe tayari upo, ujitokeze tu. Useme sasa ninataka nife msalabani tena saa hizi ili kusudi Mungu aokolewe. Ni aje? Mimi nikitafakari sidhani kama kuna kitu kingine ambacho atarudia kufanya. Mimi nadhani pale alimaliza. Amesubiri finali, ambayo finali ni hatari. Lakini ni salama kwa wale ambao watakuwa wamejipanga. Tuangalie neno la Mungu katika kitabu cha Yohana. Fungua kitabu cha Yohana sura tuangalie Yohana. Nitaangalia sura hiyo ni ngapi. Yohana sura ya 3. Yohana sura ya 3. Yohana mtakatifu sura ya 3. Ndiyo. Angalia Yohana mtakatifu sura ya 3. Tuangalie mstari huu wa samahani kidogo. Itakuwa ni Yohana sura ya 3. Ndiyo. Yohana sura ya 3. Mnisamehe kidogo. Nimechanganya kidogo lakini usijali, tunakwenda vizuri. Nadhani nimetaka kuvuruga mpangilio. Lakini haina shida. Tulia hapo hapo. Yohana sura ya 3 mstari wa 19. Yohana sura ya 3 mstari wa 19 inasema. Inasemaje? Yohana 3 mstari wa 18, 19. Sawa. Nitasoma kwa jina la Bwana. Na hii ndio hukumu. Na hii ndio hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni. Na watu wakapenda giza kuliko nuru. Kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Maona hicho kitu? Ukiendelea kule mbele kwenye mstari wa 20 niongezee, panasema, kwa maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru, wala haji kwenye nuru, matendo yake yasije yakakemewa. Mungu alibariki neno lake. Aibariki aya yake hiyo. Mstari hiyo. Unakina hicho kinyume nyume? Yesu Kristo ni nuru. Yesu Kristo alipokuja duniani, alikuja ili yeye awe nuru na mwangaza kwetu. Kwa maana ya kuwa nuru ni kama kiongozi. Ina maana Mungu alipogundua kwamba watu wamepotea, ni sana kusema kwamba alibaini kwamba watu wameenda gizani. Kwa maana kuingia katika dhambi ni kuingia katika giza. Kwa hiyo Yesu alipokuja, yeye alikuwa ni nuru, mwangaza, torch, kutumulikia. Mlikuwa mmepotea, mnaenda gizani, akamulika tochi. Oneni, hapa ndo pa kufuata. Hii ndio njia kuelekea katika msalaba, katika utakatifu, kuelekea mbinguni. Njia ndo hii. Yeye yule aliye njia, kweli na uzima, yeye ambaye hakuna mtu ajaye kwa Baba bila kupitia kwa yeye, Yesu Kristo, akaja atue nuru sisi. Lakini kutoa kwake nuru ndio kule kutufundisha. Alipodiriki kuamua kuingia katika Injili, akaanza kuhubiri baada ya Yohana kuwa yuko gerezani. Yesu alipokuja
akapiga injili, ambapo ukitaka kuangalia vizuri na kuelewa ni injili gani ambayo Yesu Kristo alichapa hapa duniani, soma tu kitabu cha Marko kwa utulivu, utaona jinsi ambavyo Yesu Kristo aligonga injili, alipiga injili, alichapa injili, alihubiri injili ya wokovu ambayo ndiyo nuru kwetu, mwongozo. Lakini watu wameukataa mwongozo huo, ambako ndiko kuikataa nuru. Na ukikataa nuru, manake umelichagua giza, yani umelipenda giza. Kwa hiyo unapenda giza wewe. Kimbia gizani, toka, ingia nuruni. Gizani ni kwenye maangamio, gizani ni shimoni, gizani ni kwenye mauti, gizani ni kwenye hukumu. Hii ndio maana ya kichwa cha habari cha leo: kuikataa nuru na kulichagua giza. Kwa kusonga mbele ni kufuata nuru, kwa kurudi nyuma ni kulifuata giza. Chagua. Unapenda tena kuendelea kuwa kinyume nyume hivi? Unasafiri unaenda hivi badala ya kwenda hivi, safari gani hiyo? Utafika utafika shimoni, shimoni utafika, mautini utafika, hukumuni utafika, lakini utakatifuni hautafika, mbinguni hautafika, kwenye uzima wa milele hautafika. Kwa maana safari yetu ni ya kwenda uzimani, ni ya kwenda nuruni, ni ya kwenda utakatifuni, ni ya kwenda kwenye urithi wa uzima wa milele. Na hiyo safari ni lazima usonge mbele. Ukirudi nyuma, reversiousness, reversal, contrariousness, kinyume nyume, huwezi kufika katika ufalme wa mbinguni. Utafika katika ufalme wa shetani, ufalme wa giza, hukumuni, Hades, jehanamu, ndipo utafika. Kwa sababu ya nini? Kinyume nyume. Kinyume nyume cha dunia kimekukamata mateka, na wewe umekuwa mateka wa kinyume nyume, umeshikwa. Hautaki kujikomboa. Mwite Yesu Kristo akukomboe, akuweke katika mstari, uokolewe, upate uzima wa milele. Sema haleluya, amina. Tuendelee kupapasa neno la Mungu point by point. Nilisema hivi, hii ni injili seminar. Usichoke, ni ndefu lakini na vipengele. Kama una majukumu mengi, listen by pause. Sikiliza point ya kwanza, pili, ya tatu, kafanya mambo yako, rudi, anzia mara ulipofikia, songa mbele, pata kila kinachoongelewa humu ndani. Kila kitu kichomo humu ndani, it is very important for you. Ni muhimu kwa ajili yako, kwa ajili ya ukombozi wako, kwa ajili ya kuondoa pazia katika macho yako, kwa ajili ya kufungua vifungo katika moyo wako, pingu ulizofungwa na shetani zote kuzibomoa, kuzivunja kwa nyundo ya Yesu Kristo, ukapate wokovu, ukakuelekeza katika uzima wa milele mbinguni kwa Baba. Piga makofi kwa Bwana. Let's go. Tuingie katika aya nyingine ambayo itazidi kutuonyesha namna gani ambavyo dunia iko kinyume. Watu wa Mungu wako kinyume. Unajua hakunaga mtu wa shetani. Hata umkatae Mungu, wewe ulikuwa ni wake, kwa maana shetani hajaumba. Lakini ukimng'ang'ania shetani, kweli utakuwa wake kwa sababu umempenda. Lakini kimsingi shetani hana wake. Ni mwizi, ni mwizi. Atakuwa jina wake wakati hajaumba? Ni jizi lile. Kimbia, katulie kwa Muumba wako. Wewe ni wake, wewe ni wa Yesu Kristo, wewe ni wa Mungu. Tuangalie, tuone maneno ya Mungu katika kitabu. Tuangalie katika kitabu cha
tuangalie jinsi ambavyo Mungu alituumba ili tumwabudu. Nimegusia kidogo kwa jambo lakini haikuwa specific. Mungu anataka tumwabudu. Alituumba tumwabudu. Ndio anaona raha. Mpe raha Mungu. Mungu anapenda raha. Kwani wewe hupendi raha? Hivi wewe ukinunua pambo dukani au sokoni kama hili ukapeleka ndani ya nyumba yako, si unataka likupe raha? Ukiwa nalitazama unafurahi, ua langu hili nilinunuaga pale sokoni Kilombero. Ukilitazama saa nyingine unakuta ulikuwa na mawazo mengine, afu linakubadilisha mawazo. Ukiwa unaliangalia, wazuri jamani, lina rangi nzuri kweli, unafurahi, unaona raha. Mungu alikuumba wewe, alituumba sisi ili anapotutazama afurahi. Lakini anafurahije? Anafurahi kama tunaenenda jinsi anavyotaka. Unaona? Sasa enenda Mungu anavyotaka ili Mungu wako afurahi. Sawa? Huu ni ushauri. Ukimuudhi Mungu ni sawa sawa na jinsi kama labda mtu alinunua basi hilo ua. Ili yawa kiliangalia na furahi. Kama siku akigundua kwamba hilo liua kumbe ni libaya, labda kuna kitu ambacho hakugundua mapema, ni rahisi hata kulichukua kalitupa tu huko mbali. Sijui hata nilinunulia nini hili ua. Nilipoteza pesa zangu tu bure, hata jina uzuri gani hili ua. Kwa kweli sijui nilishikwa na ujinga gani kununua hili ua. Ni mfano kama huo. Ua ni mali yako, umelinunua wewe kwa sababu unalipenda. Lakini siku likigeuka ukaona kama vile ni baya, ukasikia kama linakuchukiza, linakuudhi, hutalipenda. La sivyo, kama utaona lina ubaya fulani, utatamani labda ulifanyie marekebisho fulani kama inawezekana, halafu likae vizuri, halafu ndio uendelee kulipenda. Ndio maana na Mungu alipoona wanadamu ameasi, akamtuma mwana wake Yesu Kristo kuja kutuokoa. Yale yalikuwa ni marekebisho ili turudi kumpendeza, tuzidi kuonekana ni wazuri. Lakini kama tazidi kuona ni mabaya, sasa mara kwanza lilipo haribika nilirekebisha. Sasa halirekebishiki, anatupa jararani au anachoma moto tu. Si unajua hata hivyo huko mbele kutakuwa na moto. Chukua tahadhari. Ni hatari. Sasa acha tusome basi katika kitabu cha Kutoka sura ya 20. Twende katika kitabu cha Kutoka sura ya 20 na tufungue katika mstari wa ngapi? Tuangalie mstari wa 3. Alafu tutaangalia na mstari wa 4 nafikiri. Tusome kwa jina la Yesu Kristo. Hai. Kutoka kitabu cha Kutoka sura ya 20 mstari wa 3 na wa 4. Mungu anasema hivi: usiwe na miungu mingine ila mimi. Sawa? Usiwe na miungu mingine ila mimi. Mstari wa 4. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini ya dunia, kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia. Hiyo imo ndani ya zile amri katika zile amri za Mungu, wakati Mungu anamtuma Musa kuwaeleza wana wa Israeli. Sasa inakuwaje sasa? Unajua jinsi hii pointi ambavyo iko very broad. Iko hivi. Very broad. Very large. Very wide. Ni papana hapo. Usicheze napo. Hata ni ngumu kupata tafsiri kwa sababu yani pako very fundamental. Lakini acha tupaongele tu kwa kifupi namna hii. Katika hali halisi tu ambayo iko wazi kwa kila mtu. Sidhani kama kuna asiyejua, tukumbushane tu. Amesema usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano kitu chochote kilicho mbinguni wala duniani wala maji ya dunia. Kwa maana kwamba Mungu anahitaji aabudiwe yeye peke yake. Kwanza wewe unaabuduje kitu ambacho hakikukuumba? Si ni utaira? Ni kukosa akili. Wewe mfano mtu fulani amejiinua anajiita Mungu. Haja kuumba. Si aliyesababisha wewe uwepo.
ni binadamu tu labda kama mimi, mimi mtoto wa Emmanuel. Anajiinua tu, anajipanga, anaandaa ushawishi, alafu anakuja kukushawishi, alafu unaanza kumwabudu. Wewe unakuwa ni bwege. Si bora basi ujiabudu wewe mwenyewe basi. Kuliko wewe na akili zako, unakuja kuliabudu mtu fulani limejiinua, kama mimi leo hivi nijiinue na mimi niwe muungu, kama muungu, boga, umuungu, pumpkin. Unajua mimi mara nyingine miungu huwa naita maboga, kwa sababu naona ile miungu huwa hata katika maandishi huwa haiandikwi na ile M kubwa, inaandikwa na kale M kadogo, kale hivi. Sasa kwa lugha fulani kule katika nchi za Afrika ya Kati huwa boga linaitwa umuungu, wengine wanaita misola. Sasa unaacha kumwabudu Mungu, unaenda kuabudu miungu, misola. You go to worship pumpkin instead of worshiping God. Au basi bora anaenda kuabudu hata boga, maana linaliwa basi. Mtu mwingine anaenda kwa ila na ng'ombe inaliwa, vyote ni sawa. Mtu mwingine anakamata ng'ombe, eti anafanya ndio Mungu, anaabudu ng'ombe. Mbaya zaidi. Leo hii watu wanamwabudu shetani, sio bila kujua, sio bahati mbaya, makusudi kabisa. Wanafungua na kanisa, wanaliwekea na madhabahu. Kanisa linaitwa kanisa la shetani. Kwanza shetani ana kanisa tangu lini? Hilo neno kanisa kwanza linatakiwa kuogopwa. Kanisa aje, bora tu useme mahali pa kuabudia shetani, usiseme kanisa la shetani, eti madhabahu ya shetani. My godness. Wale wote waliofungua makanisa alafu wanaita makanisa ya shetani, wafute hilo neno kanisa, waseme jengo la kuabudia shetani. Waache kusema kanisa la shetani. Neno kanisa ni neno takatifu bwana. Am I cheating? Ninadanganya? Neno kanisa, neno hekalu, neno madhabahu, kimsingi ni maneno au ni nomino au ni majina ambayo asili yake ni matakatifu. So kuyatumia katika vitu viovu vya mashetani, haya yanayoitwa madhabahu ya shetani, kanisa la shetani, ni kosa kubwa. Hilo pekee yake linatosha kuwa hukumu kwako wewe unayefanya haya. Hicho ni kinyume. Leo hii watu wanamwabudu shetani. Mtu anajiandaa kabisa, sijui wanapenda kuabudu siku gani, si ni Ijumaa, si Jumamosi, sijui ni siku yote ile wanapanga, anajiandaa kabisa, anaoga, naenda kuabudu. Yani anajiakisha kabisa yuko smart, asije akaenda kwa shetani kumwabudu akiwa yuko vibaya. Anajipulizia perfume vizuri, anajipodoa, awe smart kabisa. Sasa anaenda kwa baba yake shetani kumwabudu, ataendaje yuko rafurafu? Anajikagua kabisa vizuri, kuna kasoro gani? Anauliza na wanaomwona, vipi, mnanionaje, niko sawa? Maana niko naenda kumwabudu baba yangu shetani. Anaona raha. Sasa shetani unamwabudia nini? Unampendea nini? Au kwa sababu anakupa pesa? Au kwa sababu alishakupa hirizi ya kulinda nyumba yako ili kusudi uwe salama? Au kwa sababu ndiye alikupatia hirizi inayosababisha wewe sijui sielewi namna gani, labda uondoe mikosi upate baraka. Na hizo unaona kama ndio baraka tu, umeondoa mikosi, ndio umekokota kabisa mikosi kabisa, maana siku ya mwisho utalipia, utajuta. Unamwabudu kwa lipi zaidi shetani? Hata yeye mwenyewe akikuangalia anakuona bwege, maana shetani mwenyewe usifiri kwamba anafurahia hali yake, kwa sababu ile ni adhabu alipewa zamani alipokuwa haitwi shetani, alipokuwa bado anaitwa Lucifer, akiwa malaika wa nuru, akiwa bado ni kiumbe kizuri sana ambacho Mungu anapenda sana, nadhani kuliko wanadamu wote. Sidhani kama kuna mwanadamu ambaye Mungu alikuwa anampenda kama Lucifer wakati akiwa malaika mkuu. Shetani anayo bidii ya kuhakikisha kwamba anapata wenzake ambao ataadhibiwa pamoja naye. Kwa hiyo hata yeye akifaulu kukupotosha wewe, saa nyingine anakuangalia na sema, kwa kweli manadamu ni majinga sana. Hivi hayajui kwamba niko nayadanganya? Mimi najua shetani ile analiwaza, kwani shetani nadanganya, au si ukweli? Shetani, mimi nakuuliza, huu ni uongo niko naongea? Wale watu wanaokufuata kwa moyo wote wanakufurahia kabisa na wanakupenda, si unawadharau? Shetani, tell me.
Just tell me, you Satan, if I'm cheating these people, tell me. I know always you don't like when I'm telling people the fact about you and the fact about God, because several times you have been hunting to hurt me because I speak the truth and the fact about you, devil, and the fact about God. Mimi nakueleza, muulize shetani mwenyewe. Anakiri kwamba wewe mfuasi wake ni mpumbavu. Anapokuangalia anakuona jinga. Anakuita, anakupa mapesa, anakukabidhi magorofa, anakukabidhi miliki zote za dunia, kama alivyojaribu kumdanganya Yesu kwamba eti ukiniabudu nitakupa hivi vyote. Shenzi shetani. Stupid. I tell you, you are stupid, you Satan. Mchinga mkubwa, unadanganya watu wa Mungu. Kazi ya kupotosha watu wa Mungu ndio kazi yako tu, wewe shetani. Wapendwa, tuungane kumpiga vita shetani. Hakuna sababu ya kumpenda, hakuna sababu ya kumwogopa. Ogopa Mungu peke yake, awezaye kuharibu mwili na nafsi. Shetani hata akiweza kukuharibu, ataharibu huo mwili, nafsi yako hataweza kugusa. Kwanza akiangalia vibaya, Mungu atamchapa vibaya akija kufanya mchezo na wewe ikiwa umejikabidhi kwa Mungu. Huu ni ukweli. The fact about the word of God. Acha kuikataa nuru na kulipenda giza. Acha kukataa kumwabudu Mungu vizuri na kuenda kumchagua shetani kwamba ndiye umwabudu. Usije ukaangamia. Twende mbio mbio. Twende kuangalia neno jingine ambalo linatuthibitisha kwamba dunia iko kinyume nyume. Utaelewa tu. Mimi najua utaelewa. Kama mimi nilielewa, wewe utachaji kuelewa. Unajua mimi asili yangu huwa na kichwa kigumu. Mimi huwa ni mtu mgumu sana kuelewa, usinione hivyo. Ila nikielewaga, acha. Nikielewaga na kuaga mashine. Nikinasaga. Bana. Sasa kama na wewe ni kichwa ngumu, hii injili na kuomba uisikilize mara kwa mara. Mara kwa mara. Eventually, hatimaye, ipo siku utaielewa. Halafu utashangaa, mbona niliposikiza siku ya kwanza sikuelewa? Wewe, hii injili ina mambo muhimu sana. Hii injili ni combination. There is everything in this sermon. There is every important stuff for your salvation and for your hearing. Kila kitu kwa ajili ya wokovu wako na kwa ajili ya uponyaji wako kimo hapa ndani. This is the compo gospel. Injili ya wokovu, injili ya toba, injili ya marekebisho, injili ya urekebisho, urejesho na kuhuishwa kiroho na kimwili katika jina la Yesu. Tuende kuangalia maneno matakatifu katika kitabu cha Hesabu sura ya 20. Fungua kitabu cha Hesabu sura ya 20. Halafu uteremke mpaka kwenye mstari wa 5. Hesabu sura ya 20 mstari wa 5. Uende na mimi pamoja sambamba. Tutaanza kusoma. Nitasoma mstari takriban kama 5 kwa haraka, upate picha ya jinsi dunia ilivyo kinyume nyume, jinsi kanisa la Bwana linavyokwenda kinyume nyume, jinsi viumbe wa Mungu, wanadamu walioumbwa kwa heshima kubwa wakafinyangwa. Hakuna kitu kingine kilichofinyangwa, ni wewe tu na mimi. Mbaya zaidi au nzuri zaidi kwa upendeleo wa Mungu wa ajabu akatupulizia pumzi ya uhai. Tunapumua pumzi ya Mungu. My godness, hatusingefaa kuishi maisha machafu. Hesabu sura ya 20 mstari wa 5 mpaka wa 10. Wa 5 mpaka wa 10. Nitasoma kwa jina la Yesu Kristo. Panasema hivi: sikiliza. Panaanza na lawama za wana wa Israeli wakimlaumu Musa na Haruni waliokuwa wakiwaongoza katika safari kutoka kule utumwani Misri, wakiwa wanaenda huko kule kwenye ile nchi ya ahadi kule. Sikiliza sasa.
Baada ya kuwa hawa wana wa Israeli wanaona mateso ya njiani, mara hakuna chakula, mara wana kiu, hakuna maji, wakaanza marawama mpaka wakataka sasa kuanzisha kama mgomo, mkamgomo baridi dhidi ya Musa na Haruni. Walitaka kuwageuka sasa kwamba nyinyi mmetusababisha mateso. Sasa sikiliza jinsi walivyokuwa wanalalamika na uone kilichotokea baadaye. Alafu nitakuonyesha jinsi gani ambavyo ni hatari. Kuna kitu mnataka kukuonyesha kinachoonyesha jinsi ambavyo tunaenda kinyume bila kutegemea. Saa nyingine makusudi, kiburi au nini sijui. Sawa. Na mbona mmetupandisha kutoka Misri ili kutuleta hata mahali hapa pabaya? Si mahali pa mbegu, wala tini, wala mizabibu, wala makomamanga, wala hapana maji ya kunywa. Musa na Haruni wakatoka pale walipokuwa mkutano. Wakaenda hata mlangoni pa hema ya kukutania. Wakaanguka kifudifudi. Utukufu wa Bwana ukawatokea. Bwana akasema na Musa akinena, "Twaa ile fimbo ukawakusanye mkutano, wewe na Haruni ndugu yako, ukauambie mwamba mbele ya macho yao utoe maji yake. Nawe utawatokezea maji katika mwamba, na hivyo utawanywesha maji mkutano na wanyama wao." Musa akaitwaa hiyo fimbo kutoka mbele ya Bwana kama alivyo mwamuru. Musa na Haruni wakawakusanya kusanyiko mbele ya mwamba. Akawaambia, "Sikieni sasa, enyi waasi." Huyu ni Musa anawaambia sasa wale wana wa Israeli. "Sikieni sasa, enyi waasi. Je, tuwatokezee maji katika mwamba huu?" Acha basi niongezee kidogo. Tumistari kama kamoja au tuwili sijui. Musa akainua mkono wake akaupiga ule mwamba kwa fimbo yake mara 2. Maji yakatoka mengi, mkutano wakanywa na wanyama wao pia. Bwana akamwambia Musa na Haruni, "Kwa kuwa hamkuniamini mimi ili kunistahi mbele ya macho ya wana wa Israeli, basi kwa sababu hiyo hamtawaingiza kusanyiko hili katika ile nchi niliyowapa. Maji haya ni maji ya Meriba, kwa sababu wana wa Israeli waliteta na Bwana, naye alijionyesha kuwa mtakatifu kati yao." Umepata kitu hapo? Niliongeza aya mpaka aya ya 13 ili ieleweke zaidi. Umeelewa nini? Mungu amemaliza kuona vilio vya wana wa Israeli. Ameona wamefika mbali kwa mawazo, na lawama zao zote amezisikia. Na Musa na Haruni walivyoenda kumlilia Bwana, tena Mungu akasikia hicho kilio cha Musa na Haruni. Mungu ametaka kuwafurahisha watu wake, ili hata kwa hicho kitu atakachokuwa mkifanya wajue kwamba yeye ni Mungu anayewapenda, anayewajali. Waone kwamba yeye hakufanya makosa kuamua kuwatoa kule Misri, kuwasafirisha jangwani, kuwapeleka huko Kanaani. Awaonyeshe kwamba anawathamini, hataki wateseke kwa chakula wala njaa wala kiu. Sasa badala ya Musa kuambia, "Jamani, Mungu anawapenda kwa sababu hii na hii na hii, Bwana labda ametuongoza ili kusudi awatendee muujiza kuwatokezea maji kutoka kwenye huu mwamba." Ina maana Musa na Haruni walitakiwa wafanye kitu kama hicho. Wawe na namna yoyote ile ya kuwaonyesha hawa wana wa Israeli kwamba Mungu aliyewapatia ile mana ndiye huyu yuko anawapatia maji sasa. Lakini Musa alionyesha kwamba yeye na Haruni ndio wanawapa sasa hayo maji. Yaani kwamba sasa hayo maji wanayapata kwa uwezo wa Musa na Haruni. Mungu akachukia, na Mungu akatoa adhabu pale. Musa kanyimwa ofa na Haruni, nadhani na Haruni sijui, lakini wote
wakanyimwa neema ya kuingia katika nchi ya ahadi. Waambulie tu kuwaongoza hao wawe daraja. Unajuaga kule wanavyoitaka kuwa daraja, mtu anahubiri watu wanaokoka, lakini anaisha tu kuwawezesha watu waokoke, lakini yeye anaenda kuishia pabaya. Lakini sijamaanisha kwamba Musa anaenda kuishia pabaya, lakini kwa upande wa Kanani aliimisi, hakunusa pua. Lakini sasa ni kinyume gani nataka kukiongelea hapa? Habari nzima ya utukufu. Mara nyingi napenda kusema kwamba utukufu ni wa Bwana, na hii inadhihirisha kabisa Mungu alikuwa anataka utukufu wake udhihirike, lakini Haruni na Musa wakaumeza, wakataka kuchukua ionekane wao wako juu, ni wakali, yani wao ni noma, yani wanataka kuonyesha wana wa Israeli kwamba sisi, mimi na Haruni, sisi ni majembe, sisi ni noma, tutawapa maji sisi, usicheze na mimi na mimi Musa, mimi na Haruni, sisi ni noma. Mnasema kiu, ngoja tuwaonyeshe. Check, shika fimbo, piga mwamba, kunywa ni maji nye mafara nye, nye waasi nye. Kwanza Mungu aliwatuma awatukane watu wake. Mungu mwenyewe hapo hajawaita waasi, alafu Musa anaanza kuwaita waasi. Ina maana alipandwa na kiburi. Musa, unihurumie, si kwamba ninakuteta, lakini haya ni mafundisho. Wapo watumishi wa Mungu hapa duniani wanafanana sana na Musa. Mambo wanayofanya katika hata Injili wanazozihubiri wanafanana na Musa. Mambo wanayofanya wanatamani ionekane ni uwezo wao, wakiombea watu wapate miujiza, si walikuwa ni vilema watembee, walikuwa ni masikini wapate pesa, si walikuwa naumwa wapone, halafu wanataka sifa na utukufu wa vimeze viwe vyao. We, nani amekwambia? Anyway, kama umetumia uwezo wako au umetumia uwezo wa shetani ni sawa, hizo sifa ni za kwako. Ni za kwako wewe na shetani, ni sahihi. Lakini kama wewe ni mtumishi wa Bwana sahihi, uliye sahihi, ambao unatumia jina la Yesu kweli kweli, ogopa kuchukua huo utukufu. Ila kama ni mbinu zako binafsi unazozijua, maana wapo wanahubiri kwa uwezo wao binafsi, na wanaoponya watu kwa uwezo wao binafsi wanafanya tu na waganga kienyeji, wanatumia mapembe kwa siri, wana majoka, lakini wanadamu wanaofuata hizo huduma hawawezi kuona. Ni kweli wewe ni sahihi, huo utukufu chukua, ni wako kabisa, unakustahili. Lakini tena nao uangalie, saa nyingine yule nyoka angependa huo utukufu mwachie. Ukimuibia huyo nyoka wako ambaye ndiye Mungu wako huo utukufu, anaweza kachukia kakugonga. Lakini mimi sidhani, labda shetani yeye hayuko hivyo, kwa maana yeye ukimdhihirisha utakume muumbua. Yeye naona anapenda tu uwe kiburi hivyo hivyo. Kwa hiyo tabia ya baadhi ya watumishi wa Mungu kupenda utukufu na heshima na sifa ni hatari, ni ukinyume wa kanisa la Bwana na wa dunia hii kwa ujumla. Unaona hiyo kitu? Dunia iko kinyume, reverse kabisa, hivi kurudi nyuma, hakuna kusonga mbele. Inaumiza. Acha tujaribu kwenda mahali pengine katika neno la Mungu tunapoendelea kujadili neno la Bwana. Twende kuangalia aya nyingine ambayo nimekuandalia, ambayo inazidi kuonyesha kwamba dunia iko kinyume. Hebu fungua katika kitabu cha Mathayo, uangalie Mathayo katika sura ya 6 na mstari wa 33. Mathayo 6:33, ambapo panasemaje? Panasema hivi: bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake yote, na hayo yote mtazidishiwa. Unaona hiyo kitu? Huyu ni Mathayo mtakatifu akihubiri, kufundisha watu waache tabia na ile hali ya kupenda sana, kuwa bize sana na harakati za dunia hii, kutafuta pesa, kutafuta elimu, kutafuta sijui vitu vingi vya dunia hii. Mimi hata sivijui vyote vya dunia hii. Mimi najua tu hera, labda na elimu, mnikumbushe na vingine basi. Si kila mtu anajua vitu ambavyo vinawafanya watu wanakuwa busy hapa duniani,
bize, yani mpaka wala usimwambie sijui eti apate hata dakika 10 za kuomba nyumbani au hata dakika 1 ya kusoma Biblia, wala usimwambie eti si Jumapili kwenda kusali, wala sijui nini, usimwambie eti si kwamba eti kuna kuaga na mambo eti si ya vikundi vya maombi eti kwenda kuomba. Yuko bize. Ni vitu gani zaidi? Sana mimi najuaga kutafuta pesa, kutafuta elimu na nini. Mimi naona sana ndio mambo makubwa. Sawa. Hata kutafuta anasa za dunia. Anasa. Kutafuta anasa za dunia. Yale mambo ya mitoko. Unakuta mtu kubiza, hii wiki yote sijaenda swimming pool. Yani huu mwaka sijawahi kusafiri kwenda mikoa nje kutembea. Unakuta roho iko juu. Mbona niko nje ya fashion. Fashion ya mwaka huu, nguo ya mwaka huu sijaivaa. Mbona siku nyingi sijabadilisha gari. Mambo kama haya. Acha kuwa bize kutafuta hayo. Kama neno la Mungu linavyosema kwamba mtazidishiwa, yaje yaletwe na Mungu mwenyewe. Wewe utafute kwanza ufalme wa Mungu na haki yake yote. Lakini sasa tuelezane ule kweli, ili point yetu irudi kuonekana kwamba ni wazi, ni sahihi. Hii mada leo ukinyume. Hivi wewe hapo ulipo, kipaumbele umekiweka wapi? Kutafuta ufalme wa Mungu, halafu haya mengine uje uzidishiwe? Si kwamba unafikiria sana upateje gari, ujengeje kinyumba cha fahari, upateje hawara ambaye anavutia sana, kama ni mwanaume mwenye mapesa ambaye anahonga nyingi, kama ni msichana basi mwenye maumbile ambayo ni ya kusisimua zaidi. Labda unaweza kuwa unaangalia hata yule uliye naye, unaangalia ana mapungufu bwana, singepata kingine bwana, nitakapataje? Vitu kama hivyo. Hata una mahawara karibia 30 lakini bado unatamani upate wengine, utimize angalau 100, si ndio? Si ndio uko busy na mambo kama hayo? Ndio haya Mungu anasema. Una pesa benki, umeshatimiza karibia hata milioni nzima, lakini unaona kama vile ni sawa sana, hauna hata shilingi. Uko busy, mbona bado sijapata pesa nyingi? Lakini hauko busy kutafuta Mungu, hauko busy kutafuta mbingu, hauko busy kutafuta wokovu, hauko busy kutamani kutenda wema. Uko busy hata basi kutamani mbinu gani zitakufanikisha ukabomoe lile duka la yule jamaa yule tajiri mwenye pesa nyingi kuliko wote hapo mjini. Unakaa unawaza, hivi nitafanyaje ili nibomoe ile duka? Au nimvamie nyumbani, maana yule bwana akiuza huwa anaenda na pesa nyumbani yule. Uko busy na mambo kama hayo. Ndio hayo Mungu anakataa. Priority kutafuta ufalme wa Mungu. Dunia iko kinyume. Watu wanawaza sana ulevi kuliko utakatifu. Wanawaza sana umaraya kuliko utakatifu. Wanawaza sana wizi kuliko utakatifu. Wanawaza sana fitina na chuki kuliko utakatifu. Wanawaza sana visasi kuliko msamaha. Unaona mambo kama hayo? Ndio hayo. Weka mbele kuwaza mema zaidi kuliko kuwaza mabaya. Lakini watu wanawaza mabaya sana. Mema kama yanakuja kwa mbali, nyuma wema haupewi priority. Kwa hiyo kinyume. Mnaonaje? Tuondoke kwenye huo mstari. Si umeeleweka? Hii ni Injili Seminar. Ndio maana ina aya nyingi za kukupatia hakiba ya kiroho, ili kusudi usiende kinyume, uende kimbele. Haleluya. Anyway, tujaribu basi kuangalia katika Mathayo hiyo katika sura ya 6 hiyo. Katika tuame twende katika sura ya 10. Mathayo sura ya 10. Halafu tuangalie mstari wa 39. Halafu tuangalie penye panatuambia nini. Sawa? 10:39. Mathayo 10:39. Tuone panasemaje. Mathayo unatuambia nini katika 39? Haya, Mathayo 10:39. Mwenye kuiona nafsi yake ataipoteza, naye mwenye kuipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Huyu alikuwa ni Yesu akiwafundisha watu. Akiwafundisha kwamba mtu anayeipenda nafsi yake, huku kuiona nafsi yake, na maana yani wale watu wanajipenda sana. Mambo ya kujipenda ndio ujomba ni mabaya. Hii inafanana na ile ya kujikana, kwamba mtu akitaka kunifuata atachukua msalaba wake anifuate. Kujikana, yani
usipende wepesi. Saa nyingine ukubali tu nafsi yako uteseke, ili mradi ujikute umetenda mema. Nadhani hili linaeleweka sana. Ukiona nafsi yako ukawa mtu wa kujipenda sana, ukajikita zaidi katika kujipenda na kujijali zaidi, kuliko kuweza kukubali kuwa tayari kuteseka kwa ajili ya jina la Yesu Kristo, ambako ndiko Mungu anataka. Sasa ukiwa mtu wa namna hiyo wa kujipenda, hauko tayari kuteseka kwa namna yote ile, bora umudhi Mungu kuliko usumbuke au uteseke. Utaipoteza nafsi yako, manake hauna bahati. Ila ukiwa tayari hata kukubali masumbufu na mateso, kwamba ni bora niteseke au nisumbuke kuliko nimudhi Mungu, wewe una bahati, uko vizuri. Ndio maana ya hapo. Sasa hii inakujaje? Ni kama vile mfano haraka, sijauanda mfano. Mungu nipeka mfano, lakini mbona inaeleweka tu. Kukubali kuteseka kwa ajili ya Bwana ni kama hivi: umepata majaribu, na yale majaribu ni mazito, ila yale majaribu una uwezo wa kuyashinda, lakini kuyashinda kwako utaumia. Sasa unasema, mimi kuliko niumie, bora tu ijulikane nimetenda dhambi, sitakubali haya maumivu. No, hapa Mungu atanisamehe mimi. Kama ni dhambi, hata acha iwe. Inamaanisha hivyo. Mfano, umejaribiwa, wewe baba, au wewe kaka, sawa? Hata wewe dada, wewe chuchukule basi wewe baba, wewe umetamani kasichana, sio kamke kako, sawa? Umetamani uweze kuzini nako. Roho wa Mungu anakuambia acha. Unakumbuka na neno la Mungu linalosema kwamba free from immorality, ikimbie zina. Unakumbuka kabisa. Mungu anakuambia kuzini ni dhambi. Wewe unasema vitajijua bana. Nani atakubali? Nani atavumilia hali hii? Mimi nazini. Shida za namna gani hizi? Nani atavumilia? Unazini. Manake wewe umekataa kutesa mwili wako. Ukasema, mimi ninachokifanya ninaipa roho kitu inataka. Hayo mengine watajijua. Ndio wewe, neno hili hapa linaongea. Utaipoteza nafsi yako, wala hautaweza kuiokota tena, hautaipata, itakwenda jumla. Ila wewe unayekubali kufunga mkanda, ukasema no, of course ni vizuri, lakini sitaki. Wewe ndio Mungu anasema uko katika nafasi nzuri. Akosi ni mfano tu. Ukiona majaribu yamekusonga, mara wawangaji, mara wachawi, mara nini, kila siku hata ukiomba, lakini mateso yanaendelea, wanazidi kuja, wanakukandamiza, unazumbuka. Papo sasa, Mungu mbona nilindi chamani, sasa mimi hata naomba lakini bado vinanikandamiza. Ulikuwa na chembe kabisa ya utakatifu, unapenda kumtegemea Mungu, lakini uvumilivu wako umekuwa mdogo. Umekimbia kwa waganga kienyeji, umeshaleta mizizi, umeshajaza mapembe ndani ya nyumba, mahirizi yamejaa humo ndani. Umeshamuzi Mungu, tayari unaabudu miungu. Kisa tu umechoshwa na kukandamizwa. Ndio wewe, neno linakuongelea. Utaipoteza nafsi yako, wala hautaipata tena. Mvumilivu hurambivu. Sawa? Epuka usipoteze nafsi yako. Haukuta kuwepo mahali ambapo utaipata. Ikipotea imepotea. Take care, take heed. Exercise care. Uwe makini, jihadhari. Usipoteze nafsi yako, utaangamia. Raha kidogo, hukumu milele. Mateso kidogo, uzima wa milele. Ndio maana hiyo aya. Utarudia kuisoma tena. Si ni Mathayo 10:39? Baadaye tena utarudia tu kuisoma na kesho. Au uisave tu kwenye simu yako, wewe unaisoma kila wakati. Ni pazito hapo, usicheze napo. Hilo neno pekee yake linatosha kuokoa ulimwengu.
Acha tuende tu. Si nimesema ni seminar. Haya sio mahubiri. Ni mahubiri. Haya ni mahubiri seminar. Ndio maana nimesema nimeaita mahubiri seminar kwa sababu yana content nyingi. Multiple content but one subject. Avoid contrariousness. Reversal. Epuka ukinyume-nyume. Usishi kinyume-nyume. Ishi kwa kwenda mbele. Focus. With heaven. With eternal life. With the salvation. Protest Satan with all its stuff. Epuka. Mpinge shetani na mambo yake yote. Ndio. Acha tuangalie kitabu cha Mathayo sura ya 12. Mathayo leo ana bahati. Mathayo naye ninampenda kweli. Mbona leo nimempendelea? Tuangalie Mathayo sura ya 12, alafu twende katika mstari wa 43. Mathayo 12 mstari wa 43. Alafu tukitoka katika mstari wa 43 tusome mpaka 45. Acha tusome. Yesu Kristo akawa anawaambia hao kwamba pepo mchafu amtokapo mtu hupitia mahali pasipo maji, akitafuta mahali pa kupumzika asipate. Nasikia hiyo kitu? Halafu husema, nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka. Sawa? Hata akija aiona tupu, imefagiwa na kupambwa. Mara huenda akachukua pamoja naye pepo wengine 7 walio waovu kuliko yeye mwenyewe, nao huingia na kukaa humo, na mtu yule hali yake ya mwisho huwa mbaya kuliko ya kwanza. Ndivyo itakavyokuwa kwa kizazi hiki kilicho kibaya. Oh my God, my God. Hapa sasa nimeregea, lakini sijashindwa. Shetani yeye ashindwe na aregee. Unaona sasa hii hatari? Acha tuchukulie hivi. Wakati Yesu alipokuja duniani kutuokoa, alipotumwa na Yesu Kristo kuja kutuokoa, ni sawa sawa na alikuja kutuondoa pepo. Kile kishetani ambacho kilikuwa kimetujaa wanadamu, tukaasi tukatenda dhambi, ni kipepo tu alikiondoa, na kiliondoka kwa sababu wote tulipokea wokovu. Mimi naomba hapa nipaongelee kwa namna hii. Ningeweza kufafanua kwa namna nyingi, zipo namna rukuki za kulifafanua, lakini nalifafanua hivi. Yesu Kristo alipokuja duniani, sisi sote alituondolea hilo lipepo, hilo lishetani, hilo la uovu, maana alitushindia, akatuondoa katika dhambi. Akarudi kuketi pamoja na Baba yake mbinguni, akijua amemaliza kazi. Sasa angalia. Kama yeyote miongoni mwetu amerudi katika dhambi, ina maana huyu pepo huyu ambaye aliondoka, akaenda kakaa ile sehemu hapo ambapo tumesoma kwamba anaenda anatulia zake, halafu anapumzika, halafu anaweka pause, anasubiri, halafu baadaye anarudi kuja kuangalia, maana anapaita mahali pake. Yaani anachuita sisi kwamba sisi ni mahali pake. Ashindwa kome kwa jina la Yesu, mimi sio mahali pake. Asinizoe. Nani wa hivyo? Shetani, shindwa. Mimi kwangu sio mahali pako. Wewe ni mahali pake. Usimkubalie. Kataa. Sasa akija akakuta kile alichokiweka ndani yako Yesu Kristo wakati alivyokuja kutuokoa, akatufanya wake, shetani akawa sisi si wake tena, maana tulikuwa tumeshageuka wa shetani. Sasa akija huyo pepo akakuta umerudia maovu yako, harudi peke yake, anakuja na wengine wenzie. Sijui ni 6 ili wawe 7, si anakuja nao 7 ili wawe 8. Mimi usiniulize. Sasa kama watakuwa 7 au 8, Mungu wangu ndio akushindilie. Kama ulikuwa unatetereka hata kutubu huwezi tena, yeye yuko peke yake. Sasa wamekuja wako 7, utatubuje tena? Wewe utaweza? Sasa hebu jiulize. Na Yesu hana mpango tena wa kurudi kuja tena kufa msalabani kwa ajili yako, ujue. Sasa hebu nani atakuja kukuokoa ili kusudi hivyo vipepo 7 viondoke ndani yako? Sio ni 7, sio ni 8. My godness. Ndio maana tunatakiwa kuwa waoga saa nyingine. Tunawaza tunasema Mungu wangu, tukifanya mchezo hatuna bahati. Hii injili kuingia. Ukiipuza hii injili, utakuja kukumbuka huko kule, halafu hakuna msaada. Epuka kumpa nafasi shetani asiingie, maana alikuwa ameshafukuzwa ndani yako.
Akija vinakuja ni vijishetani 7. Vijishetani 7 vimetulia ndani yako wewe, utajitingisha. Shetani kamoja tu kana tuzidi uwezo. Hivyo unajua shetani anatuzidi uwezo sisi. Epuka sasa na kinyume nyume. Epuka na kinyume nyume. Jirinde kabla hivyo vipepo 7 vijaje. Au vijishetani 7. Au kama tayari vimo ndani yako, piga magoti wewe mwenyewe peke yako, mwambie Mungu, kama kuna vijishetani 7 ndani yangu, vifukuze, sivitaki, sivipendi. Najipendea wokovu, natamani wokovu japokuwa ninashindwa. Hebu nisaidie niokoke Baba. Nisaidie. Mungu ni mwaminifu, Mungu ni mwenye kusikia. Mungu hawezi kumpatia nyoka mtu akimwomba samaki hata siku moja. Mungu hawezi kukupatia jua ukimwomba mkate hata siku moja. Muombe kwa imani, kwa moyo uliovunjika na kupondeka tu, atatenda. I tell you. We have witnessed this by our fresh eyes. Tumeona haya kwa macho yetu ya nyama. Sio ya rohoni tu, tunaona kwa rohoni na mwili vyote. Yesu ni yeye yule jana leo na milele. Aliyetenda kwa Sauli atatenda kwako. Atakufanya wewe kuwa Paulo wa sasa. Na wewe dada atakufanya kuwa Paulina. Hii ni yangu nimecreate. Mimi ninawaza Paulina inatokana na Paulo. Na hisi tu, sijawahi kumuuliza mtu. Unajua Paulo zamani alikuwa Sauli, na Sauli alikuwa ni mtu hatari sana kwa kanisa, lakini baadaye akageuka kuwa sasa ndiye mzuri katika kanisa, miongoni mwa watumishi wa Mungu ambao nawapenda kuliko wengine duniani. Acha. Kwa hiyo ndio hivyo. Sasa tusonge mbele. Nisamee, nitawachosha. Ukichoka wewe weka tu pause, rudi baadaye malizia. Tuangalie katika kitabu cha Luka sura ya 9. Tuone kitabu cha Luka sura ya 9. Luka sura ya 9. Luka mtakatifu. Na nilizubaa hiyo sikuiandaa, lakini kwa sababu niko naongea na wewe, mtu anayependa sana neno la Mungu, hauwezi kuboweka. Najua utavumilia tu. Ni Luka mtakatifu sura ya 9. Hiyo Luka sura ya 9 mstari nafikiri ni wa 23 kama sikosei. Nikikuta nimekosea basi nitapaacha. Nitaenda kwingine. Nimekuta ni penyewe. Sawa, tusome. Panasema hivi. Akawaambia wote. Sawa, huyo ni Yesu. Akawaambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku, anifuate. Ajitwike msalaba wake, anifuate. Unaona? Mtu yeyote akitaka kunifuata, ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake, anifuate. Si mnakajua gako hiyo? Jitwike msalaba wako kumfuata. Unaujitwikaje? Msalaba wako ni yale yanayokulemea, yale ambayo wewe unaona wewe peke yako huwezi. Siwezi bila Yesu, mimi siwezi. Unaona? Ukiona huwezi, yamekulemea, unatamani kuacha wizi, unatamani kabisa, lakini unashindwa. Unatamani kuacha umaraya, lakini unashindwa. Unatamani kuacha sijui vitu gani, vyote hivyo si uchawi. Unatamani, lakini unashindwa. Utapitia wapi? Utaachaje? Unatamani kuacha uovu masoni wako, lakini unashindwa. Sasa unafanyaje? Utapitia wapi? Umekuwa mpinga Kristo, lakini ni kijishetani tu kimekulemea, wala wewe mwenyewe hata upinga Kristo hauupendi. Unatamani. Sasa huo ndio msalaba wako. Beba, weka hapa. Umfuate Yesu. Piga magoti mbele za Bwana, sema Yesu Kristo, nakusihi. Mimi sipendi dhambi, ninazitenda, lakini usifikiri ninazipenda. Nihurumie kama ulivyomhurumia Sauli, na mimi uniokoe. Unitue huu msalaba, unifanye mimi na mimi niwe Paulo. Na usichoke. Maana hapa amesema siku zote. Umfuate siku zote, sio mara moja. Usiombe mara moja alafu hicho useme eti niliomba lakini Mungu hakusikia. Sitaendelea na kusema mengi. Beba msalaba wako. Kama ni wewe ukahaba,
kama ni huo uchawi, kama ni huo ujambazi, kama ni huo wizi, kama ni huo uchawi, kama ni huo Freemasoni, vyovyote vile, beba msalaba, piga magoti mbele za Bwana, mwambie nitue msalaba huu. Atakutua. Kama wewe hutaki kubeba msalaba wako na kumfuata, manake wewe safari yako ni ya kurudi nyuma, ni ya kinyume nyume. Kwa maana umekataa hilo andiko ambalo ni ushauri pekee wa Yesu Kristo mwenyewe, kwamba ina maana Yesu anajua kwamba tunalemewa na misalaba, tunatamani utakatifu lakini tunashindwa. Kwa hiyo kama umelemewa, lakini pamoja na kulemewa hautaki kufuata huu ushauri wa Yesu wa kubeba msalaba, manake wewe umelemewa na ukinyume nyume. Bora yule ambaye amelemewa na hizo dhambi lakini hazipendi, anatamani zimtokeko, atabeba msalaba, ataenda kuomba msamaha kwa Yesu. Na huo mzigo wako hata kama ni mzito, kwa kuwa yeye nira yake ni laini na mzigo wake ni mwepesi, atakutoa. Njoo kwa Yesu. Njoo kwa Yesu. Twende Golgotha. Usipige magoti katika ile misalaba ya uhalifu. Nenda kwenye ule msalaba wa katikati ambao ndio wa Yesu Kristo. Piga magoti na mizigo yako atakutoa. Piga makofi kwa Bwana. Sema amina. Sema amina. Tunakaribia kumaliza. It is gospel seminar. Ni injili mafundisho. Sipo kwa ajili ya kukuboa. Sikiliza, fikisha mahali unapoweza kufikisha, paliposalia malizia kesho. Fungua kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 1. Twende kazi, mstari wa 23. Yohana Mtakatifu sura ya 1 mstari wa 23. Neno la Mungu linatufundisha kuepuka kwenda kinyume nyume. Angalia mstari huo wa 23 unasemaje? Mstari huo unasemaje? Unasema hivi: akasema, mimi ni sauti ya mtu aliye nyikani, inyosheni njia ya Bwana, kama vile alivyonena na nabii Isaya. Imekuwa revision, sitapaongelea sana. Nyosha njia ya Bwana, mweke uwepesi wa kukusaidia. Mungu yuko tayari kukusaidia, lakini anahitaji wewe umweke uwepesi. Mfungulie mlango, mnyoshe mapito, muonyeshe apite wapi ili kukusaidia. Mpe kibali, anahitaji kibali chako. Ukimnyima kibali chako, hana msaada na wewe. Tumepewa uamuzi kuchagua. Ndio maana hiyo, ili kusudi usiwe kinyume. Kama wewe ni mchoyo wa njia, usiyetaka kumwonyesha njia ya Bwana, usiyetaka kumtengenezea mapito ya apitie wapi ili akusaidia, manake wewe kinyume nyume cha ulimwengu huu kimekuteka na mwisho wako ni maangamio. Unapenda niishie hapo au niendelee? Acha tuendelee. Mimi najua unapenda. Sawa. Tunafika mahali patamu. Sikiliza. Tukisoma katika kitabu cha Marko Mtakatifu sura ya 11 na mstari wa 17. Marko Mtakatifu sura ya 11 na mstari wa 17. Yesu Kristo alivyokuwa akifundisha, neno la Mungu linasema kwamba akafundisha akasema, je, haikuandikwa, nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala mataifa yote? Bali ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Kanisa linatumiwa kinyume kabisa na matakwa ya Mungu. Kanisa ni nyumba ya Bwana, lakini watumishi wa Mungu wamelifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Humo watumishi wanagombania
mali za kanisa. Wamepafanya kuwa eneo la biashara kuliko kuwa eneo la biashara, kuliko eneo la kuhubiri. Wameweka kipaumbele katika swala la mapato kuliko katika swala la huduma takatifu. Pamefanywa kuwa pango la wanyang'anyi kwa namna mbalimbali. Pamegeuzwa kuwa kama ni duka, kuhamasisha tu watu kuleta pesa, hata kama pesa ni kweli inajenga injili na kusababisha kazi ya Bwana isonge mbele, lakini watumishi hao lengo lao wengi halijasimama katika kupeleka injili mbele. Afadhali hizo pesa zingekuwa ni kwa ajili ya kutunza watumishi, lakini pia kuwa nauli kwa ajili ya kwenda kupeleka injili huku na huko. Lakini watumishi wanaingiza pesa, lakini hawazitumii kama nauli kwenda kuhubiri, hawazitumii kwa ajili ya kusaidia wajane na yatima, hawazitumii kwa ajili ya maendeleo ya kanisa, wanazitumia kwa ajili ya ulevi. Pesa ni sadaka kwa ajili ya Bwana, lakini mchungaji anayechukua anaenda kuhonga maraya. Mnisamehe, lazima niseme, kwani wachungaji maraya hawapo? Kanisa limegeuzwa kuwa pango la wanyang'anyi kwa sababu wengine wameligeuza kuwa guest house za kufanyia uzinzi. Nasema uongo? Hakuna watu wanalala kwenye maombi, lakini badala ya kulala wanaomba, wanalala wanazini. Hakuna makanisa ambayo watu wamekuwa wakishuhudia vijikondom asubuhi, kumbe vikondom vimetupwa nje na watu wale walala katika maombi. Hayapo. Mnisamehe, mimi naongea tu. Kanisa limegeuzwa kwa pango la wanyang'anyi. Je, hakuna makanisa ambayo ndani ya kanisa ni kila mtu na demo wake? Hayapo. Hakuna vikundi vya uimbaji ambavyo kwaya zimebadilika, kila mvulana ana msichana wake ndani ya kwaya humo. Hakuna. Hiyo ndio mifano. Sitaongea mengi katika hilo. Tubu, acha, ogopa, utapigwa. Hicho ni kinyume cha mapenzi ya Mungu. Kanisani palipaswa kuwa mara pa kuogopwa na kunyenyekea, lakini mmekaribisha mapepo. Humo ndio nyumbani kwao. Malaika wamekimbia. Mapepo, makina Maimuna, makina Shabani, makina Zuwena peke yake ndio yamejaa humo, yale makata ndio yamejaa humo. Wakina Gabrieli na wakina Mikaeli wameshaondoka, hawapataki tena. Kwa nini? Roho Mtakatifu hayumo. Aliyebaki humo ndani ni yule shetani na pembe zake tu. Kwa nini? What for? Kulipeleka kanisa kinyume, vice versa, totally contrary from how God wants. You take heed, you're gonna be destroyed by God himself. Utaharibiwa. Unaitwa mtumishi wa Mungu, lakini kumbe ni mtumishi wa shetani, agent wa shetani katika kivuli cha mtumishi wa Mungu. Unaitwa pastor, kumbe wewe ni shetani ndani ya mwili wa mwanadamu. Tubu tena mbele ya waumini wako hao, usamehewe. Yaani utubu kwa Mungu, lakini mbele ya waumini wako uwaambie, mimi ni siku zote na wadanganya. Mnaniona hapa, mnafikiri mimi ni pastor, mnafikiri mimi ni mwinjilisti. Mimi ni agent wa shetani, nipo hapa kwa ajili ya kumtumikia shetani, lakini leo natubu. Nimekutana na injili ya moto kutoka mbinguni. Nimeamua kubadilika leo. Tubu, repent, for the kingdom of God is at hand. Clap for God. Say hallelujah. Yes. Why? Tusome katika kitabu cha Mathayo Mtakatifu sura ya 19. Hii tuone katika mstari wa 4 mpaka wa 6. Mathayo Mtakatifu sura ya 19 mstari wa 4 mpaka twende katika kitabu cha Mwanzo. Achana na Mathayo, tuangalie Mwanzo Mtakatifu. Hapana, Mwanzo haucho mtakatifu.
Nimechanganyikiwa sana mimi. Ndaborewe. Unasikia? Tusome katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 24. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 24. Naenda kumaliza. Nisamehe nimekuchosha mtumishi wa Bwana. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 24. Mstari wa 24. Anyway, aya imenichanganya kidogo. Nisamehe. Lakini nipaongele. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Mwanzo, Mungu alimuumba mtu mume na mtu mke, akawafanya kuwa watakuwa mwili mmoja. Hiyo ndio pointi yangu. Aya imenipotea. Nimehubiri muda mrefu, sasa nimelewa. Papo hapo ukipatafuta utapapata, unapajua. It is most common. Lakini sasa ninataka kuongea nini katika hilo kabla sijamaliza? Mungu alimuumba mtu mume, na alipoona kwamba si vema mtu yawe peke yake, akamuumba mtu mke, na tena akasema mtakuwa mwili mmoja, mtu mke na mtu mume. Lakini leo kumejinua kitu kinachoitwa homosexuality. Ndoa za jinsia moja, mume anaoa mume, mke anaoa mke. Si ni kinyume jamani? Huko si kumpinga Mungu. Kwa Mungu ni mjinga? Siongee mengi katika hili, ila nimetaka kuonyesha kwamba hata hilo lina tafsiri ukinyumenyume wa dunia hii, na ukinyumenyume au kupinduliwa kwa maandiko ya Mungu, ambao huo ni upingaji wa neno la Mungu. Epuka hilo. Kama wewe ni mwanaume, umeolewa na mwanaume, mkatae huyo mume wako, mwambie na mimi ni mume, ukatafute mke. Na kama wewe ni mwanamke, umeolewa na mwanamke mwenzako, kataa huyo mke feki, huyo mume feki. Tena mwambie na wewe ni mwanamke, mimi ni mwanamke, na wewe ni mwanamke, unanioaje? Mgeuke, kataa. Ukatafute nyote wote, mkatafute waume. Hivyo mko mnaenda ni kinyume. Inaeleweka? Sina haja kuongea mambo mengi. Mpaka ndoa zinafungwa makanisani, mwanamke anaoa mwanamke, mwanaume anaoa mwanaume. Fucking stupid, ignorant. Stupid. Wala hapa Mungu hawezi kunichukia eti nimetokanana. Wana mimi sijatukana mtu, natukana hiyo tabia. Hata nimekosa pa kutema. Na sex chef. Hiyo inatia kinya. Mbaya zaidi, kuna wanaume wako wanaoa mbwa, kuna wanawake wako wanaolewa na mbwa. Eti ni ndoa, mwanamke anaolewa na mbwa au mwanaume anaoa mbwa. Mungu we. Kwa maana kwamba huyo mwanaume anakuwa ameiona ile mbwa ni mrembo, anasema siwezi kumwacha huyu mrembo mbwa. Na huyu mwanamke anakutana na handsome mbwa, nasema nani atakubali kumwacha huyu handsome aende hivi? Mwanamke anasema huyu lazima nioe handsome mbwa, handsome dog. This is stupidness before God's sight. Repent and be back to God. Acha upumbavu huo. Umegeuka shetani wakati wewe ni mwanadamu. Tubu. Tumalize basi rasmi hili neno kama summary. Leo hii tukiingia katika kitabu cha Kutoka sura 20 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 17, zile amri zote zilizopo pale zimeshageuzwa. Zile amri zimeshageuzwa zote. Chunguza hapa, ndio tukakonkludi. Wewe chunguza, tufanye tathmini, evaluation katika maisha ya leo.
zile amri. Yaani kama neno la Mungu katika amri hizo linasema usizini, wanadamu ni kama wameshafanya, imegeuka, imekuwa kama vile zini. Ni kama vile wanasema hapa Mungu wakati anamweleza Musa alijichanganya kidogo, hakutaka kusema usizini, alitaka kusema zini ili upate raha, ufurahi. Ni kama vile wamefanya hivyo. Kwa maana katika watu 100 ukiwapata ambao wanajiepusha na zinaa, labda ukiwapata wengi, labda ni 10, 90 wanapenda zinaa. Kwa hiyo kwa sababu zinaa inapendwa na wengi, wachache ndio hawaipendi. Maana yake hawa wanaoipenda wanamaanisha kwamba Mungu alikosea, alitakiwa aseme kwamba jamani, mzini. Neno la Mungu linasema usiue, lakini watu wengi ni wauaji. Hata wasioua live wanaua kwa mfumo mwingine. Unaweza kuua kwa style ambayo wewe hujui kama uko unaua. Kama unatoa mimba, wewe ni muuaji. Kama una support utoaji mimba, wewe ni muuaji. Kama wewe ni daktari unahudumia watu kutoa mimba, wewe ni muuaji. Kama wewe ni mchonganishi unasababisha watu waone, wewe ni muuaji. Kama wewe unahubiri upotoshaji, wewe ni muuaji. Maana ukimpotosha mtu akapotoka akamkosea Mungu, halafu huyo mtu akahukumiwa, maana yake wewe umemuua. Kwa hiyo watu wanapenda kuua kuliko kuponya. Usitamani chochote kinacho jirani yako. Waliotamani ndio wengi, wasiotamani ndio wachache. Amri zote za Mungu. Usishuhudie uongo. Watu ni waongo kuliko shetani. Unajua shetani ni mwongo na ndiye baba wa uongo wanasema, lakini saa hizi kuna ambao wako na overtake. Kila amri ya Mungu. Usiabudu miungu mingine. Ibada za sanamu ndio zimejaa. Kinyume. Kila kitu kinyume. Mungu akuhurumie. Piga magoti tuombe. Mungu atuhurumie sote pamoja. Mtakatifu Baba wa mbinguni, Mungu wa majeshi, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, tunapiga magoti mbele zako, tunakusihi Baba urudie kutuhurumia tena kama ulivyotuhurumia wakati ule. Ulitumba kwa makusudi mema, lakini tazama dunia inatupeleka mbio. Inatupeleka mchaka. Tumekuwa kinyume sana na mapenzi yako, kinyume na neno lako. Utusaidie Baba, utuhurumie tena, utuguse sisi sote. Mguse huyo dada, mguse huyo kaka, mguse huyo baba, mguse huyo mama, mguse huyo bibi, mguse huyo babu, mguse huyo kijana, mguse huyo binti. Gusa na hata watoto ambao wanaanza kuinukia, gusa na hata ambao bado ni watoto hawajui chochote. Mungu mtakatifu, tujalie neema kama jinsi ambavyo wewe ni Baba wa rehema na fadhili. Usitupungukie, utusaidie, utuepushe na kinyume cha dunia hii. Utujalie kuishi tukisonga mbele, tuyakatae mabaya, tupende mazuri. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, utupe kiu ya kutamani siku zote kuepuka ubaya na kuupenda wema, na hatimaye utupe ushindi tukaurithi uzima wa milele kuliko kuangamia katika shimo la uharibifu lenye moto wa milele. Katika jina la Yesu Kristo, amina. Barikiwa na Bwana katika jina la Yesu Kristo. Amina.